Taarifa katika vijiwe vya soka zinaeleza kuwa klabu ya Young Africans wameanza kuwasiliana na mmiliki wa mchezaji Selemani Mwalimu ambao ni klabu ya Wydad ya pale nchini Morocco. Undani wa taarifa hizi bila shaka Fungameza uko nazo. Hebu tujuze ni nini hasa ambacho kinaendelea kati ya Young Africans, Selemani Mwalimu pamoja na klabu ya Wydad? Kwanza niwakumbushe tu kwamba Young Africans sio mara ya kwanza kuhusishwa na Selemani Mwalimu. Huenda asingejiunga na Simba basi angejiunga na kikosi cha Young Africans. Kiangalia kipindi ambacho anajiunga na kikosi cha Simba, ikumbuke tayari Young Africans pia walishapeleka ofa, lakini kwa bahati mbaya kwamba Simba wao waliwahi na ya Simba ikawa imekubaliwa kabla ya kwa wao. Sasa kutokana na uhitaji kwa Young Africans hususan katika safu ya ushambuliaji, kumbukwe kwa miaka hivi karibuni walikuwa na mshambuliaji mzao kwa maana ya Clement Mzize, lakini this time around nazungumza ameonekana kuwa na changamoto, kitu ambacho kimemtoa kwenye kikosi na haijajulikana bado still kama akirejea atarejea katika makali yake yale ama kuna kitu ambacho kitapungua kwake. Na mara nyingi mchezaji ambaye anakaa kwenye majeraha kwa muda mrefu sometimes anaweza karejea ile fomu yake kawa down, inahitaji muda taratibu ili aweze kurudi katika standard na level ambazo yuko nazo. Sasa kutokana na uhusiano mzuri kati ya Young Africans zidi ya Wydad Athletic Club ya nchini Morocco, ikumbukwe Young Africans walishafanya biashara kubwa ya kumuuza Stefan Aziki pale msimu uliomalizika. Kwa maana wamekuwa na hayo mawasiliano na Young Africans, kwa kuwa na hayo mawasiliano mazuri wamechukua kama advantage ya wao kuhitaji kumsajili mchezaji huyo Selemani Mwalimu kwa mkopo, na wameandaa takriban kama dola 50,000 hivi za Kimarekani, zaidi ya milioni 129 mpaka 30 kwa maana ya mkopo wa mwaka mmoja. Na Wydad wenyewe kwa hivi sasa hawana mpango wa kumrejesha Selemani Mwalimu kikosini kutokana na daraja na standard ambayo iko sasa. Kutokana na hilo Young Africans wamejaribu kutake advantage. Sema changamoto kubwa ni moja kwamba Simba na wao pia wanaonekana pia bado wanamhitaji mchezaji, na kipindi ambacho Young Africans wao wanaandaa dau la kwenda kumtaka kwa mkopo, wao Simba wanataka kumnunua moja kwa moja, kwa sababu kuna kila dalili ambazo zinaonyesha kwamba Selemani Mwalimu hawezi tena kurejea kwenye kikosi cha Wydad kwa hivi karibuni. So wao kipindi ambacho Young Africans wanajiandaa kupeleka ama wamepeleka ofa yao ya hiyo dola za Kimarekani kama 50,000, Simba wao wameandaa pia fungu nono la kuhakikisha wanaweza kusalia ndani ya kikosi chao. Kwa hivi sasa tukiwa wa kweli, ukiangalia kwa washambuliaji wazao ambao wanashiriki ligi kuu soka Tanzania bara, utagundua kwamba Selemani Mwalimu ana standard na daraja la juu kabisa na amewaacha mbali washambuliaji wengi. Still ndio maana ameonekana kuwa ni kivutio cha vilabu hivi vikubwa. Sio rahisi mchezaji wa kawaida akawa anavutiwa ama vilabu vikubwa vikawa anavutiwa na huduma yake. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani Selemani Mwalimu ana kitu cha ziada, ndio maana naona hivi vilabu vikubwa wanapishana na kugongana. Uchezaji wa Selemani Mwalimu, lakini pia ukitazama katika eneo la juu lile la safu ya ushambuliaji wa Young Africans, ni mchezaji sahihi kusajiliwa na Young Africans? Selemani Mwalimu sio mchezaji mbaya, japokuwa amekuwa na changamoto nyingi kwa maana ya kukosa chances baadhi ambazo amekuwa akizitengeneza, lakini still hauwezi kusema kwamba ni mshambuliaji wa daraja la chini sana kiasi cha kwamba ashindwe kupata nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo kuna nyakati inabidi tukubaliane, kwa maana kupata mshambuliaji ambaye watu wengi yani kupata mshambuliaji ambaye wewe unamwaza kwenye akili yako ni ngumu, sio kazi rahisi, kwa sababu watu wanatamani kuona mshambuliaji kwenye kila chance ana score, ni ngumu. Hata wewe Fisto Kalala Mayele enzi zake kipindi anacheza katika kikosi cha Young Africans hakuwa kila nafasi anafanya ana score. Kwa hiyo mimi naamini kwamba ni mchezaji wa daraja la juu na anaweza akacheza ndani ya Young Africans. Shukrani sana. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.